Kuna baadhi ya watu hali hii inaweza ikawa inawatokea. Pengine ni wewe. Ukifanya maombi ni kama vita unaichochea. Unasema, mtumishi wa Mungu, tangu nilipotoka kwenye maombi au niliposikiliza maombi au nilipoanza maombi au nilipoanza kusoma neno la Mungu au nilipoamini, basi vita imekuwa ni kubwa. Tambua ya kwamba katika ulimwengu wa roho, unapoingia kwenye maombi kwa ajili ya ufungulivu wa jambo lako, katika ulimwengu wa roho unakuwa umetangaza vita. Na shetani anatumia njia ya hofu, vitisho na wakati mwingine kukuonyesha mambo magumu ili ukate tamaa. Ni kwa sababu gani? Anajua njia ya hofu, njia ya vitisho ni njia ambayo inaweza kumfanya mwanadamu akakata tamaa na kuiacha njia. Unapoingia kwenye maombi ya kina, pengine kwa kuombewa au pengine kwa kuomba au pengine kwa kuingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, katika ulimwengu wa roho unakuwa umeingia kwenye vita. Na vita hiyo adui unampiga kweli kweli. Kazi za giza unaziharibu kweli kweli. Adui anajitahidi kukutumia roho ya vitisho ili aweze kukufadhaisha na kukuchosha. Na wakati ambapo unakuwa umeomba, unahisi kama maombi yako yameenda bure. Unahisi kama maombi yako hayana majibu yoyote. Nataka nikwambie, katika ulimwengu wa roho, maombi yako yanakuwa na majibu. Maombi yako yanakuwa yametengeneza njia. Adui anakutumia vitisho ili kukutisha. Kitabu cha Danieli sura ya 10, ukianzia mstari wa 12. Unaweza kaisoma Danieli yote sura ya 10. Kuna mambo muhimu utajifunza hapo. Kuna huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli. Danieli aliingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Biblia inasema kwamba siku ya kwanza tu alipoingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, Mungu alishampa majibu, akajibu kabisa. Lakini adui akawa amezuia majibu yake. Yaani mkuu wa anga akawa amezuia majibu yake ili asiweze kuyapokea majibu yake. Kwa Danieli anaendelea kufunga na kuomba, akiendelea kumlilia Mungu, akiendelea kuomba, kumbe majibu yake alishatolewa. Kumbe majibu yake alishakuwa yametolewa muda mrefu. Danieli sura ya 10 mstari wa 12 na kuendelea. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, maana tangu siku ile ya kwanza ulioweka moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu, yani Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alilipinga siku 21. Mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Huyu ni malaika, alitumwa apeleke majibu, lakini alizuiliwa. Huyu ni malaika, alitumwa alete majibu. Mkuu wa anga, manake katika ulimwengu wa roho kuna wakuu wa anga, kuna wale wanaosimamia matakwa ya shetani yaweze kutimia. Wanakuwa wanazuia kwamba no, haitakiwi mtu huyu afunguliwe. Pengine ni wewe unajitahidi uweze kufunguliwa. Unaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Ukitoka kwenye maombi ya kufunga na kuomba, tatizo liko vile vile. Ukitoka kwenye maombi ya kufunga na kuomba ni kama umeenda kuchochea. Ukiingia kwenye maombi unaona vita imeongezeka. Unasema bora hata nisingekuwa naomba, bora hata niache kuomba, mbona mambo yako vile vile. Kumbe majibu yako alishatolewa, lakini mkuu wa anga amezuia majibu yako. Mkuu wa anga amekutumia hofu, amekutumia vitisho. Danieli endelea kuomba tu, lakini kwa muda wa siku 21 Mungu alishakwisha kujibu. Siku ya kwanza tu alipoweka nia na ufahamu kwamba nataka nifunge na kuomba, Mungu alikwisha kujibu. Kwa hiyo Mungu huwa anatoa majibu mapema, lakini kuna vita ya kupokea majibu. Kuna vita ya kupokea muujiza. Kuna vita ya kupokea uhalisia. Na ndio maana mambo ya kiroho yanahitaji pia imani, yanahitaji pia subira, kwa sababu Mungu sio kama mganga. Mungu sio kama mwanadamu kwamba anaweza kafanya vile tu ambavyo inaweza karahisishwa. Inawezekana Mungu akawa amekujibia kabisa, lakini kukawa kuna kizuizi. Sasa Mungu anaweza akatuma malaika wake ili aweze kumpiga na kumuondoa yule anayezuia. Yule anayezuia, Mungu anaweza kumpiga akamuondoa yule anayezuia. Kumbuka hii ni vita kamili. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Kwa hiyo kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, sio juu ya mwili huu, ni katika ulimwengu wa roho. Huko kwenye ulimwengu wa roho ndiko ambako adui anapingana na majibu yako, ndiko ambako adui anakutengenezea hofu, ndiko ambako adui anakutengenezea vikwazo. Lakini Mungu amekwisha kukujibu. Mungu ana majibu mazuri na wewe. Adui ndo anakuletea hivyo vikwazo ili akukatishe tamaa. Kukatishwa tamaa katika maombi sio wa kwanza wewe. Wengi katika maandiko waliingia kwenye maombi, lakini walikuwa hawaoni majibu. Haikuwafanya sasa wamwache Mungu, haikuwafanya sasa waache kumwamini Mungu,
Hata asipokujibu, Mungu anabaki kuwa Mungu. Na nataka nikwambie, maombi kwako ni dawa. Maombi kwako ni msaada. Jitahidi tu kuomba. Jitahidi tu kuomba. Mtii tu Mungu kama Yakobo ile sura 4 mstari wa 7. Basi mtiini Mungu, mpigeni shetani naye atawakimbia. Unahitaji kumkaribia tu Mungu. Unahitaji kumtii Mungu tu. Unahitaji kumfuata Mungu tu, kwa sababu unapomfuata Mungu kwa maombi, hata kama unaona vita inaongezeka, endelea kuomba. Unaona majaribu yanaongezeka, endelea kuomba. Sema sitaacha kuomba mpaka nimeona majibu. Sitaacha kuomba mpaka nimeona matokeo. Usiache kuomba kwa sababu ya kelele za chura, kelele za maadui, kelele za vita zinazojiinua. Pambana mpaka kieleweke. Majibu yako yapo katika maombi. Majibu yako yapo katika kumtafuta Mungu. Mungu atakusaidia. Mungu atakutetea. Unahitaji kumwamini tu, maana imeandikwa kwenye Warumi 8:37. Anasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Unahitaji kuweka imani yako kwa Mungu, kuimarisha imani yako. Imani yako unaimarishaje? Unahitaji kupata muda wa kusoma neno. Unahitaji kupata muda wa maombi binafsi. Unahitaji kusikiliza maombi au kuwafuata watumishi wa Mungu ambao unaamini wanaweza kuchochea nguvu zako za kiroho. Sio kila mtumishi anaweza kuchochea kwako. Kila mtumishi Mungu amempa watu wake. Kila mtu ana Musa wake ambaye anaweza kumsikiliza na kumuongoza. Nataka nikutie nguvu ya kwamba majibu yapo. Usiogope vita ambayo imeinuka. Usiogope vitisho unavyoviota. Usiogope vitu unavyoviona. Sasa mtumishi wa Mungu, baada ya maombi ndio nimeanza kuota mandoto mabaya zaidi. No. Usikate tamaa, ni shetani anakudanganya. Shetani ni muongo, ni baba wa uongo. Biblia inamtambulisha shetani kama baba wa uongo. Kwa hiyo usimkubali shetani kwa mawazo yake. Shetani ni muongo, atakuhubiria uongo tu. Shetani atakudanganya. Shetani atakuambia uongo. Nakwambia leo, amua kuipinga sauti ya shetani. Amua kuisikiliza sauti ya Mungu. Ipinge kabisa. Ipinge kabisa hiyo sauti ya shetani inayokuambia maneno mabaya. Kataa kabisa. Kitabu kile cha Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Ninyi wa baba yenu Ibilisi, tamaa za baba yenu. Anasema yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katikati ya kweli au katika kweli, kwa kuwa hamna kweli ndani yake. Shetani ni muongo, anaongea uongo, hakuna kweli ndani yake, ni muongo kabisa. Asikwambie uongo kaukubali. Upinge uovu huo, upinge uongo huo. Mungu anataka akusaidie. Nataka nikuombee maombi ya kutia nguvu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye amenisikiliza. Ninakuomba Mungu msaidie. Roho Mtakatifu mpe nafasi ya kuongea naye. Kuna mtu anatamani aongee na wewe, Roho Mtakatifu. Kuna mtu anatamani apokee ufungulivu katikati ya madhabahu hii na sauti hii. Ninakuomba Mungu, sauti hii ikawe ufungulivu kwa mtu huyu. Hiyo hali ya kukata tamaa, hiyo hali ya vita ambayo imeinuka, ninakuombea Mungu akufunulie, Mungu akuonyeshe kwamba maji yanapochemka ndio ukamilifu wake. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, katikati ya vita ambayo imeinuka, nataka nikutangazia kwamba Mungu anaenda kukusaidia. Mungu anaenda kukutetea. Maadui zako watapigwa mbele yako. Wabaya wote wanaokuazia mabaya wataibishwa mbele ya macho yako. Nakuombea Mungu akutetee. Kila vita ambayo imeinuka kwenye maisha yako, naifuta kwa jina la Yesu, naikemea kwa jina la Yesu. Nakuombea Mungu akutie nguvu. Roho ya kukata tamaa, mawazo mabaya yanayokuinukia, na yapinga kupitia jina la Yesu, na yaondosha ndani yako kwa jina la Yesu. Ewe pepo unayemhubiria mtu huyu kukata tamaa, ewe pepo la mauti, ewe pepo la uharibifu, toka kwa jina la Yesu. Toka na magonjwa yako, toka na ndoto zako, toka na vitu vyako. Achia nafsi ya mtu huyu, si wa kwako, sio mali yako. Ninaachilia utakaso na ukombozi. Kila roho chafu inayokuambia kata tamaa, inayokuambia jaribu upande mwingine, na ifukuza ndani yako. Simamia imani tu, mtegemee Mungu tu. Marafiki wabaya, watu wabaya wanaokushawishi lolote lile, na kuombea Mungu akusaidie. Usikubali ushawishi wao. Simamia imani, Mungu atakufungua. Yatapita tu. Mtumaini Mungu, mtegemee Mungu, atakusaidia. Kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, na achilia mafuta ya ushindi kwako. Pokea neema na kibali. Amen. Naitwa Mchungaji Godwin Ndelwa, na hakika maombi haya yataenda kuinua imani yako na yatakusaidia. Utaishinda kabisa hiyo hali ambayo unapitia. Unaweza kujiconnect zaidi kupitia maombi haya kwa sadaka yako ya hiari ya kusindikiza maombi haya. Karibu kwa namba iliyoandikwa M-Pesa 0743 913291. Na hakika Mungu atakubariki
na hakika Mungu atakuinua. Usikate tamaa. Mungu anakupenda, Mungu anakuazia mema. Wewe ni mtu wa thamani mbele za Mungu. Mungu atakuvusha, Mungu atakusaidia. Hayo unaona leo hautayaona tena. Nami nakutamkia baada ya maombi haya ukaone mpenyo, ukasikia amani, ukapata ushindi kwa jina la Yesu. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.